Licha ya jitihada za serikali kuboresha sekta ya elimu nchini, hali katika shule ya msingi Chura iliyopo wilayani Mkinga bado ni tete. Wanafunzi wa shule hiyo wanalazimika kusoma chini ya miti kutokana na uhaba mkubwa wa vyumba vya madarasa. Kwa sasa shule hiyo ina vyumba 4 pekee vya madarasa ambavyo havitoshelezi mahitaji ya idadi ya wanafunzi waliopo. Hali hii inawalazimu walimu na wanafunzi kukabiliana na changamoto ya hali ya hewa wanapotaka maarifa. Hata mimi sikuridhishwa na hatua hii, na ndio maana jana tulikaa na watu wa manunuzi kupitia kuwashauri kwamba hebu tupitie hii mikataba ya hawa wazabuni ili tuone uwezekano wa kuvunja mikataba hii, kwa sababu si mara ya kwanza kufanya hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanya hivyo katika shule ya msingi Perani, alikuwa anatuchelewesha hivyo hivyo na tukachukua hatua. Wanasoma kwenye kivuli cha miti, jua likiwaka linawapiga, mvua zikinyesha ni za kwao, kiasi kwamba wanakatiza masomo, hawasomi kwa wakati. Watoto wanapata shida sana. Maana wakati mvua kama inanyesha, utaona wengine wanapelekwa kwenda kulima baada ya kusoma. Ni kwamba hivi muda ni mwingi, kuanzia mwezi kabla mwaka haujaanza mpaka leo hii madarasa hapa hayaishi. Watu wanalalamikia hilo kila siku, Misalagambo hapa haishi, lakini shule haiendi. Unakuja unakuta hapa michanga inawewa hapa, mafundi pia haonekani. Unapoona hivi hapa mafundi ni wawili tu hapa wanaofanya kazi ya hapo. Unaona bwana, mafundi ni wawili, sasa wale mafundi wao watafanya kazi gani? Kufuatia hali hiyo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Tanga akatoa rai nzito kwa wazabuni wanaopewa dhamana ya kutekeleza miradi ya umma. Lengo Mheshimiwa Rais, malengo ya Chama cha Mapinduzi yaweze kufikiwa kuondolea wananchi changamoto na adha zinazowakabili. Lazima tuwaonee huruma watoto wetu wanaosoma kwenye mazingira ya huku, kama vile ambavyo mimi na wewe tunapenda watoto wetu wasome katika mazingira mazuri. Ndio maana Mheshimiwa Rais kwa kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ameamua kuleta fedha nyingi kujenga madarasa haya 4 na matundu 12 ya vyoo, ili watoto wetu waweze kusoma mahala pazuri, lakini pia waweze kujisaidia mahala pazuri pale wanapokuwa na haja ya kujisaidia. Kwa hiyo lengo la Mheshimiwa Rais ni zuri, tusimkwamishe lengo lake hilo. Lengo la Chama cha Mapinduzi, tusikwamishe lengo la Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, kila mtaalamu wetu akitimiza wajibu wake, huyu atakuwa amekisaidia Chama cha Mapinduzi. Na sisi tuandika kwa wino wa dhahabu, mtaalamu yoyote wa serikali, mtumishi yoyote wa serikali ambaye anatimiza wajibu wake kuwaondolea wananchi changamoto katika mazingira haya yanayowakabili. Hata hivyo, utekelezaji wa mradi huo unasuasua, jambo linalokwamisha azma ya serikali ya kutoa elimu katika mazingira rafiki na salama.